na namna ambavyo walikuwa wanatengeneza shape nzuri wakati wakiwa hawana mpira, kuanzia kwenye eneo la defensive midfielder ambapo James Akamiko alikuwa na hudumu pamoja na Himidi Mao Mkami. Was very fantastic kwa Azam, na ilikuwa ngumu sana kwa klabu ya Simba kupitisha mpira kwenye maeneo ya katikati. The only option ambayo sisi tulikuwa tunategemea ni kupitisha mpira kwenye maeneo ya flanks, manake winga kushoto ambako alikuwepo Anicet Yaula na winga wa kulia ambako alikuwepo Libase Gwe. Ndio maeneo pekee ambayo tulikuwa tunatarajia kuyatumia kwa ajili ya kuzalisha mashambulizi kwenye eneo la mbele la box la Azam. The only that, lakini ukiangalia eneo la midfield ambao ndio uti wa mgongo, Azam wakawa remaster mara nyingi sana. Yusufu Kagoma pamoja na Alassane Maodo Kante walikuwa wanacheza more deeply na sio juu, na ndio maana ikawa shida sana kupata nafasi nyingi za kutengeneza nafasi za juu, kwa sababu hapakuwa na mtu wa design hiyo. Ndio maana mwalimu akaamua kumuingiza Neo Maema ambaye alionekana anaweza kapush kwenye eneo la juu ili walao tupate nafasi za kuweza kusogelea box. Ukiangalia mara ngapi Libase Gwe amegusa box la Azam, amegusa mara mbili tu dakika zote 90. Maana yake ameingia mara mbili tu. Maana kama anaingia mara mbili, maana yake hata ile chance ya kufunga ni ndogo, kwa sababu walimplace kwenye eneo la juu. Most of time alikuwa anaishia kwenye eneo la box, haingii kwenye eneo la juu, maana yake alikuwa hana madhara kwa leo. Ukimwangalia Anicet Yaula ana dribble vizuri, ana anticipate vizuri, lakini haingii kwenye box la Azam ambalo of which ndio eneo ambalo unaweza kuzalisha hatari nyingi. Alikuwa afanye hivyo. Nini? Ni ubora wa viungo ambao waliweza kudetect attackers maeneo ya hatari ya klabu ya Simba, wakaweza kudhibiti. Ukiangalia leo Faisal alikuwa anacheza kama namba 10 ambaye ni mfu, sio 10 pase, maana yake alikuwa anashuka chini kwenye eneo la kiungo mkabaji. Eneo la ukabaji ya kiungo la Azam lilikuwa na watu watatu, na James Akamiko, Himidi Mao Mkami plus Faisal Salum ambaye alikuwa anacheza deep na sio hapa, unanielewa? Maana yake walikuwa bora kwenye eneo katikati. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo walifanikiwa Azam. Kwenye eneo la attacking hawakuweza kufanikiwa kwa sababu ukiangalia ni shot on target moja tu ambao Faisal amedeliver kwa dakika zote 90. Hapakuwa na mtu ambaye ni hatari ambao angeweza kupata nafasi ya kuweza kuadhibu Simba. Kwa upande wetu sisi the same, tulikuwa na Selemani Mwalimu kama outstanding player kwenye eneo la juu, lakini nafasi ngapi ambazo amecreate ili aweze kufunga? Tumetengeneza nafasi 3 ambazo tumeshindwa kuzitumia, lakini nafasi aliyoipata Libase Gwe refaria kuamua kama penalty. Ilikuwa ni penalty clear, umeona? Hapo Doctor. Mashabiki wengi wa Simba Sport Club wanamnyoshia kidole muamuzi. Ni kweli Alajiga kateleza? Alajiga hakuteleza leo. Alajiga amekuja na matokeo yake mfukoni leo, kwa sababu penalty ya kwanza ya Libase Gwe hajaamua. Penalty ya pili ya Selemani Mwalimu anafanywa follow kwenye box, hajaamua penalty. Na penalty ya tatu beki wa Azam amegusa mpira kwa mkono. Ile sio ball to hand. Ile sio ni hand to ball. Yes, clear. Yes, ilikuwa was a clear penalty ambayo referee Alajiga alipaswa aseme ni penalty. Lakini kwa sababu amekuja na matokeo yake mfukoni, anataka kubalance, ndio maana tumetoka sare hii mechi. Lakini ukiangalia pamoja na kwamba tumecheza vizuri, si kwamba tumecheza zaidi ya mechi iliyopita, lakini tulikuwa na deserve kushinda mechi ya leo. Tumedeserve kushinda kwa sababu referee kama angeamua matokeo yao mazuri kwa kutumia sheria kama za mpira, maana yake tunaondoka na bao 3 leo. Kama referee waangalie, wasibalance. Sisi ubingwa tunauchukua kwa vyovyote vile. Ni ubingwa tunaubeba kwa vyovyote vile. Mimi alama 1, alama 2 za leo ambazo nimedrop, najua nitazichukua kwa nani. Tarehe 2 nachukua alama zote 3. Tarehe 2 nachukua zote 3 kwa Yanga. Quality Azam tunasema wana quality kubwa sana. Ukiangalia leo kwanza tumepata game time nzuri sana. Tumepata mchezo mzuri wa vikosi vizuri, burudani ya pia leo tumeiona. Yani Azam walikuwa good na Simba walikuwa vizuri kwenye maeneo yao mengi. Maana quality zilikuwa zinazungumza leo. Aliharibu mchezo wa leo ni referee peke yake. Simba wamecheza vizuri, Azam wameplay vizuri kwa nafasi yao. Ulikuwa unaona ule mpira unacheza, build phase, progression, unaona attacking phase, nafasi zinatengenezwa. Unaona jinsi ambavyo watu wanavuja jasho uwanjani. Leo tumepata mechi nzuri sana ya Pasaka, lakini aliharibu ni referee wa mchezo. Alajiga tena bahati mbaya referee wa beji ya FIFA. Wewe fikiria matukio kama haya yangefanywa Yanga Afrika, unafikiri wanakubali? Na nyinyi sio alifanywa? Hapana. Leo penalty zote hizi zingekuwa ni Yanga, zote zingekuwa katikati. Nakwambia Doctor. Yani zingekuwa ni Yanga zote hizi penalty za leo, zote katikati. Wenyewe walilia kama nyinyi mlivyolia hivi. Hapana, Yanga Afrika ingekuwa ndo leo inacheza na afu na Alajiga hizo penalty zote angeweka ndani. Mimi nakwambia leo Azam wamecheza vizuri, ila sisi tumecheza vizuri zaidi ya Azam, na ndio maana chance creation tumetengeneza 3 kipindi cha kwanza, 3 kipindi cha pili, of which kama Alajiga angeamuru penalty, maana yake leo tulikuwa si washindi. Sasa fikiria, sasa tuna alama 35, Yanga Afrika na alama ngapi? 41. Wametoshinda alama ngapi?
alama 6, tuna mchezo mmoja mkononi, maana yake zinarudi 3. Yes, maana yake tukimaliza kiporo chetu, maana yake tunarudi alama hizi 3 na kwenda kuchukua kwake tarehe 2 mwezi wa 5. Okay. Tarehe 2 mwezi wa 5 kwake. Dr. Tumuangazie goalkeeper, watu wengi sana wanamnyoshia vidole. Yes, Djibril Kasali leo hakuwa bora. Na ukimtizama leo Djibril Kasali alikuwa na makosa mengi ya kujirudia. Ukiangalia pasi mkaa mbili ambazo amechoma leo, maana kama Azam washambuliaji wake angekuwa makini leo tuko ndalia hapa sasa hizi. Maana yake pasi mkaa zile. Lakini pili, ukiangalia footwork yake haikuwa bora zaidi leo, kwa sababu namna ambavyo anaanza mpira unaanzia chini, wakati huo Idi Nado amesogea mbele kukupress, Faisal Abdalla amesogea mbele kukupress, na Solo Saaduni amesogea mbele kukupress. Maana yake unakuwa na eneo dogo la wewe kuamua wapi upige. The only option yako wewe ni kupiga mpira juu ili ukatoe katikati kwa viungo au pembeni au kushoto, lakini yeye akapiga pasi mkia. Lakini eneo ambalo alikuwa anacheza Shomari Kapombe leo pia hakuwa bora, kwa sababu Idi Selemani Nado alionekana kuwa bora sana kwenye eneo la kushoto, of which ambako alikuwa hudumu Shomari Kapombe kwenye eneo la kulia. Ukimwangalia Kapombe alikuwa anacheza kama fullback, wingback, anapanda juu, akipanda juu kushambulia anachelewa kurudi kwenye natural position kukaba kwenye eneo lake. Refaria kuamua kama penalty. Ilikuwa ni penalty clear, umeona? Hapo Dr. Mashabiki wengi wa Simba Sport Club wanamnyoshia kidole muamuzi. Ni kweli Alajiga kateleza? Alajiga hakuteleza leo. Alajiga amekuja na matokeo yake mfukoni leo, kwa sababu penalty ya kwanza ya Ribase Gueye hajaamua. Penalty ya pili ya Selemani Mwalimu anafanywa follow kwenye box, hajaamua penalty. Na penalty ya tatu beki wa Azam amegusa mpira kwa mkono. Ile sio ball to hand. Ile sio ni hand to ball. Yes, clear. Yes, ilikuwa was a clear penalty ambayo referee Alajiga ipaswa aseme ni penalty. Lakini kwa sababu amekuja na matokeo yake mfukoni, anataka kubalance, ndio maana tumetoka sare hii mechi. Lakini ukiangalia pamoja na kwamba tumecheza vizuri, si kwamba tumecheza zaidi ya mechi iliyopita, lakini tulikuwa na deserve kushinda mechi ya leo. Tumedeserve kushinda kwa sababu referee kama angeamua matokeo yao mazuri kwa kutumia sheria kama za mpira, maana yake tunaondoka na bao 3 leo. Kama referee waangalie, wasibalance. Sisi ubingwa tunauchukua kwa vyovyote vile. Ni ubingwa tunaubeba kwa vyovyote vile. Mimi alama 1, alama 2 za leo ambazo nimedrop, najua nitazichukua kwa nani. Tarehe 2 nachukua alama zote 3. Tarehe 2 nachukua zote 3 kwa Yanga. Quality Azam tunasema wana quality kubwa sana. Ukiangalia leo kwanza tumepata game time nzuri sana. Tumepata mchezo mzuri wa vikosi vizuri, burudani ya pia leo tumeiona. Yani Azam walikuwa good na Simba walikuwa vizuri kwenye maeneo yao mengi. Maana quality zilikuwa zinazungumza leo. Aliharibu mchezo wa leo ni referee peke yake. Simba wamecheza vizuri, Azam wameplay vizuri kwa nafasi yao. Ulikuwa unaona ule mpira unacheza, build phase, progression, unaona attacking phase, nafasi zinatengenezwa. Unaona jinsi ambavyo watu wanavuja jasho uwanjani. Leo tumepata mechi nzuri sana ya Pasaka, lakini aliharibu ni referee wa mchezo. Alajiga tena bahati mbaya referee wa beji ya FIFA. Wewe fikiria matukio kama haya yangefanywa Yanga Afrika, unafikiri kubali? Na nyinyi sio alifanywa? Hapana. Leo penalty zote hizi zingekuwa ni Yanga, zote zingekuwa katikati. Nakwambia Dr. Yani zingekuwa ni Yanga zote hizi penalty za leo, zote katikati. Wenyewe walilia kama nyinyi mlivyolia hivi. Hapana, Yanga Afrika ingekuwa ndo leo inacheza na afu na Alajiga hizo penalty zote angeweka ndani. Mimi nakwambia leo Azam It's not a game, it's a rich game.